Jina langu ni Mtemi au Chifu Nyamironda wa tatu Aaron Mikomangwa. Ni mtemi wa Mwanza au kwa sasa inaitwa Mwanza, lakini ni katibu mkuu mtendaji wa Umoja wa Watemi wa Usukuma na katibu mkuu wa tamasha hili la Burabo. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba maridhiano ni jadi yetu, tudumishe amani yetu, kutafuta haki au nchi yetu iwe na amani. 1961 Mwalimu Nyerere ambaye ni baba wa taifa, ni muasisi wa taifa hili la Tanganyika na hatimaye Tanzania, aliweza kufanya maridhiano na viongozi wa kimila na mshikamano. Ndiyo maana sasa machifu walipomwelewa Mwalimu Nyerere walikubali kuvua madaraka yao na kuyaachia, ili sasa tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa ambayo baadaye ndio tukaja kupata uhuru mwaka 1961. Kwa hiyo tukapata Tanganyika iliyopata uhuru bila kumwaga damu, kwa kupigana sisi kwa sisi, tukitafuta haki au tukitafuta uhuru wetu wa taifa letu, au ndio chimbuko la amani yetu kwa Tanganyika na Tanzania iliyo huru. Bari kule Unguja, Mwalimu Nyerere pamoja na Abedi Amani Karume walikaa na kuongea na kukubaliana kwa amani. Hatukwenda kivita au kijeshi kwenda kuiteka Zanzibari kwamba ili iwe ndani ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ilikuwa ni mazungumzo ambayo mwafaka wake tulikuja kupata muungano mwaka 1964 na mpaka leo muungano unaendelea, una zaidi ya miaka 50. Kwa hiyo tumekuwa na jadi ya namna hiyo, na hata mbali ya hivyo, wakati tunatengeneza vyama vingi, baada ya kura kupigwa, ilionekana wazi kabisa kwamba Tanzania, wengi wa Tanzania wanataka tuendelee kuwa na utawala wa serikali ya chama kimoja. Lakini Mwalimu Nyerere baada ya kutafakari na kuzungumza na wazee wenzake na kuangalia na kutathmini hali halisi ya dunia inavyokwenda, alikubali kwa maridhiano. Hatukupiga vita, hatukupigana vita, hatukumwaga damu, wala hatukuandamana kudai vyama vingi, lakini maongezi ya maridhiano ndio yaliyofanyika, tukapata vyama vingi kwa amani. Kwa hiyo tunapozungumza hilo kwamba swala kwamba maridhiano ni jadi yetu, tuendelee kuilinda amani yetu, tuna maana hiyo ya kwamba sasa vijana wenzetu au vijana ambao wanakuwa katika dunia hii wanaitwa Gen Z au kizazi kipya, ambayo sasa dunia imepanuka, iko kwenye kidole, wanatumia mitandao ya kijamii, na ndani ya mitandao ya kijamii ni mizuri kwa elimu, lakini pia ina athari zake kwa yale yanayopatikana mengine ambayo yanakiuka mila na jadi zetu, yanakiuka maadili ambayo yametukuza sisi kwamba tuishi kwa amani, tupendane kwa amani na tuzungumze kwa amani. Hata kama tunakubaliana kutokukubaliana, sio kwa kupigana, sio kwa kumwaga damu, sio kwa kutukana viongozi mpaka matusi mengine ni ya ajabu ambayo kwamba hata kwa mzazi wako huwezi ukayasema. Kwa hiyo ndio tumekuja na kauli mbiu hiyo kwamba maridhiano ni jadi yetu, tuendelee kuitunza amani yetu. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.